السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اعلم أن العمل عبادة وقيمة وضرورة لبناء الفرد والمجتمع. Fahamu ewe Muislamu ya kwamba jambo la kufanya kazi ya halali ni ibada, na kazi ya halali ni kima, ni heshima kubwa mno kwa mtu binafsi, kadhalika kwa jamii nzima. Wa dharuratun libina'i alfardi walmujtama'i, na jambo la kufanya kazi ya halali ni jambo la lazima kwa ajili ya kujenga mustakbali wake mtu mmoja mmoja, kadhalika kujenga mustakbali wa jamii nzima. Waqad rafa'a al-Islam bisabab al-amal makanatan 'azima, na kwa hakika Uislamu kwa sababu ya kufanya kazi mtu na watu, Uislamu umeinua daraja na cheo kikubwa liamilina, kwa wote wenye kufanya kazi. Wahatha ala itikani al-amal, Uislamu ukahimiza juu ya kufanya vizuri sana ile kazi yake mtu anaifanya, basi aifanye kwa namna iliyo nzuri sana. Qala tabaraka taala, amesema Allah mtukufu, wa kul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nasema ewe Muhammad, uambie Waislamu, fanyeni kazi, karibuni Allah tabaraka taala ataziona kazi zenu na juhudi zenu na ibada zenu, na mtume vile vile ataona na waumini wataona. Fanyeni kazi huku mkijua, wasaturadduna ila alimil ghaibi wa shahada, karibuni mtakuja kurejeshwa kwa yule mjuzi wa mambo yote yaliyofichikana na yote yaliyo waziwazi, yani mtarejeshwa kiamani. Na huko kiamani, huyunabbiukum bima kuntum ta'malun, atakupeni habari ya Allah kwa yote mliokuwa mkifanya. Wakala taala, na akasema Allah mtukufu katika kuonesha umuhimu mkubwa sana wa Muislamu kufanya kazi, fa idha qudiyatu sala, basi ikimaliza tu swala ya Ijumaa, fantashiru fil ardi, tawanyikeni katika miji, nendeni katika ardhi, nendeni katika nchi mbalimbali kwa wale wenye kusafiri kwa maboti na ndege. Wabtaghu min fadlillahi, na
tafuteni ujira wa Allah, fadhila ya Allah. Wadhkurullaha kathiran, wakati mnafanya kazi hizo, ndani ya kazi zenu msije mkamsahau Allah, na mtajeni Allah sana kabisa, la'allakum tuflihuna, ili mpate kufanikiwa kufaulu katika dunia na kiyamani. Kana Iraq ibn Malik radhiyallahu anhu, alikuwa Iraq ibn Malik radhiyallahu anhu, idha salla aljum'ata, wakati anapomaliza kusali sala ya Ijumaa, insarafa, huondoka, fawakafa ala babil masjidi, na husimama katika mlango wa msikiti. Faqala, basi husema, Allahumma inni ajabtu da'watak, ewe Allah, hakika mimi nimeitika wito wako wa kuja kusali sala ya jamaa na sala ya Ijumaa. Wa sallaitu faridhataka, na nishatekeleza ibada yako ya fardhi ya Ijumaa. Wa intashartu kama amartani, na hivi sasa nitahangaika huku na kule, nitatawanyika nende huku na kule kutafuta riziki kama ulivyoniamrisha. Farzuqni min fadlika, ewe Mola wangu niruzuku mimi katika fadhila yako. Wa anta khairur raziqin, na wewe Allah ndiye mbora wa kuruzuku. Katika kuonesha umuhimu wa kazi, mpaka siku ya Ijumaa vile vile Muislamu akimaliza tu sala ya Ijumaa anaambiwa aende sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta riziki halali. Waqala ta'ala, na akasema Allah mtukufu, wa akharun yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah, na wengine wanapiga kwato, wanapiga mguu, wanakwenda kwa miguu. Yadribuna fil ardhi, wanakwenda katika miji kwa miguu kabisa. Yabtaghuna min fadlillahi, wantafuta fadla ya Allah. Ulama wakafasiri maana idhraba, maana yake ni kupiga kwato, kwenda kwa mguu. Mtu anahangaika na kwenda kazini mtu. Yabtaghuna min fadlillahi, wantafuta ujira, fadila ya Allah tabaraka taala. Ay almusafirina litijara, wako ambao wanasafiri kwa ajili ya kufanya biashara. Litalabi riziki, kwa ajili ya kutafuta riziki halali. Wala amal, na kufanya kazi. Qala al-Imam Sa'di inda hadhihi al-aya, al-Imam Sa'di amesema kwenye aya hii, wa alima anna minkum musafirin, na Allah amejua kwamba miongoni mwenu wako wenye kusafiri. Yusafiruna litijara, wanasafiri kwa ajili ya kufanya biashara. Litaghnu anil khalqi, ili wapate fedha iwatosheleze, wasije wakawaomba watu, kwa sababu wanafanya kazi, atakuwa anapata fedha, anapata mahitaji yake, sasa atajitosheleza na jambo la kuomba watu. Wayatakaffafu anin nasi, na watajitosheleza na watu, kwa sababu kazi ndiyo heshima inayokupa heshima ya Muislamu. Rawi Imamu Ibrahimu an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, amesema sahaba Mtume Abdullah ibn Mas'ud, ayuma rajulin jalaba shay'an ila madinatin min madain almuslimina sabiran muhtasiban faba'ahu bisi'rin yawmihi kana inda Allah bimanzilati shuhada. Thumma qara'a Abdullah, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Ayuma rajulin, mtu yoyote yule, anawaambia matabiina, yeye ni sahaba, anawaambia matabiina wakati wake, mtu yoyote, jalaba shay'an, atakayeleta chochote, akachukua chochote, ila madinatin, kutoka katika mji mmoja anakipeleka katika mji mwingine, min madainil muslimina, katika miji ya Kiislamu. Anatoka nchi mbalimbali, anachukua bidhaa, anachukua vitu mbalimbali, analeta katika nchi yake, miji ya Uislamu. Sabiran muhtasiban, na huko alipokuwa akifanya kazi yuko katika kusubiri maudhi ya watu, maneno ya watu, vitimbi mbalimbali. Muhtasiban, hali ya kwamba anataraji malipo kwa Allah, sawabu kwa kazi anayoifanya halali. Akaja na hizo bidhaa katika nchi yake, miji ya Uislamu. Faba'ahu bisi'rin yawmihi, tena kauza kwa faida ya siku moja tu, apate leo apate kula yake basi. Tena kenda mbali sana, lengo kwamba Waislamu wasidhalilike, Waislamu wapate bidhaa katika njia ya urahisi sana. Hivi ndivyo Uislamu unavyotufundisha sisi, si kwa maana Uislamu
fanya biashara, anatakikana wafikirie Waislamu, anunue bidhaa ni afadhali apate faida ya siku tu, lakini Waislamu kama ni nguo wavae, kama ni chakula wale, kama hitaji mbalimbali wapate, iwe kwa rahisi. Hivi ndivyo Uislamu unavyoinuliwa. Akauza kwa faida siku moja tu, kana inda Allahi, mtu huyo anakuwa mbele ya Allah bimanzilati shuhada, kwa jambo la kufanya kazi ya halali, akaleta chakula, akaleta vifaa mbalimbali ndani ya miji ya Kiislamu, huyo daraja yake ni sawa sana daraja ya mashahidi. Thumma qaraa Abdullahi, kisha kasoma sahaba mtume huyo Abdullahi, ni mwanachuoni mkubwa sana katika masahaba, amehifadhi sura 70 kutoka katika kinywa cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ma min ayatin illa wa ana a'lamu fi ma nazala wa fi ma nazala, hakuna aya yoyote isipokuwa mimi naijua kwa sababu gani imeshuka na wapi imeshuka. Sahaba huyu Abdullah ibn Mas'ud akaisoma aya hii, wa akharuna yadhribuna fil ardi, na wengine wanasafiri wanakwenda sehemu mbali katika miji, yabtaghuna min fadlillah, wantafuta riziki ya Allah. Fadlullahi ay rizqun min indillah, wantafuta riziki kutoka kwa Allah. Lau kama Waislamu watafanya kazi kwa bidii, hatutadhalilishwa sisi na makafiri. Leo hii makafiri wanawadhalilisha Waislamu kwa sababu ya kipato, kwa sababu ya miji yao kuinuka, wakawa ni wenye fedha nyingi, wana mali nyingi, wanaidhalilisha miji, na Waislamu duniani wanadhalilishwa kwa sababu ya kutokuwa na fedha, na hali ya kwamba Waislamu wao ni wataalamu zaidi wa mambo ya biashara kuliko hata makafiri. Hawajui kitu katika biashara, wala hawana uaminifu katika biashara, wala hawana ubinadamu katika biashara. Makafiri wote wako hivyo. Huo ndio ukweli ulivyo. Watu wenye kujua biashara Kiislamu ni Waislamu wenyewe, hao ndio wenye kujua biashara kuliko makafiri. Makafiri wakubwa duniani ni wizi tu, kuvamia miji ya watu na nchi ya watu, kupora rasilimali za watu. Wanaishi hivyo, wanaishi kiwiziwizi. Lakini Uislamu unatufundisha sisi kufanya kazi na kupata kipato halali kwa ajili ya wanao na kwa ajili ya miji na kwa ajili ya watu katika Uislamu. Ayuma rajulin jalaba shay'a ila almadina, mtu yoyote atakayekivuta kitu, kama ni mali, kama ni fedha, kama ni vitu, kavitoa katika miji huko akavileta min madinati muslimina, mpaka katika miji wa Uislamu, nchi za Kiislamu. Nchi za Kiislamu ni zipi? Nchi yoyote yenye Waislamu wengi ni nchi ya Kiislamu. Sabiran muhtasiban, amefanya hivyo hali ya kusubiri maudhi na kutaraji malipo kwa Allah. Fabaahu bisi'ri yawmihi, akauza kwa faida ya ile siku yake tu. Kana inda Allahi bimanzilati shuhada, anakuwa mtu huyu mbele ya Allah na daraja mashahidi. Thumma qara Abdullahi wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Muislam anatakikana afanye kazi kwa bidii sana, na afanye kazi kwa utaalamu, kwa mbinu mbalimbali, na afanye kazi kwa kujiletea kipato kwa ajili ya familia yake na Uislamu kwa ujumla. روى البيهقي والطبراني من حديث عائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume ya Allah, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, hakika Allah anapenda sana Allah wakati mmoja wenu anapofanya kazi yoyote ya halali ile, basi naifanye kwa uzuri hasa kiutaalamu.
aisomee, aizamie, aifanye vizuri, awashinde makafiri katika kuifanya kazi hiyo vizuri. Walmana al-itqani, yani al-ijadata wal-ihkama, aifanye kazi hiyo kwa uzuri na namna iliyo bora. Watakhallusa min al-uyubi, na jiepushe na kila aina aibu mbalimbali katika shughuli yake na kazi yake, isiwe na kasoro. Akitoa ahadi iwe ni ahadi ya kweli. Ni bwana, mzigo wako na utengeneza, inshallah kesho tukijaliwa utakuwa tayari, basi awe na sehemu kubwa sana kwamba akifika kesho anaweza inshallah akawa amemaliza kazi yao. Lakini sio anatoa ahadi akijua kwamba nachukua fedha tu, lakini kazi hii hasa kwa siku 2 hii si malizi, hii nakwenda mpaka wiki nzima mpaka mwezi, lakini kaahidi njoo kesho bwana. Alafu matokeo yake yule mteja wake anampiga chenga, anajitia aibu mtu huyo, na si itikani hiyo. Maana itikani al-ijada wal-ihkama, maana yake ni kufanya uzuri na kwa namna iliyo bora sana. Watakhallusa min al-uyubi, na jiepushe na kila aina ya kasoro na kutokuwa mwaminifu katika kazi yake. Makafiri hawana uaminifu katika kazi zao. Ibadallah, al-amal as-salih bima fihi kasabu rizqi halala naw'an min anwa'i al-jihad, kufanya kazi katika kazi njema ni sehemu moja katika sehemu ya jihadi fi sabilillah. Wa kana nabiyullah Daud ya'kul min amali yadi, na alikuwa mtume ya Allah, nabii wa Allah Daud alayhi salam anakula kwa kazi ya mkono wake, pamoja kwamba yeye ni kiongozi, yeye ni mtawala, yeye ndio amiri jeshi katika nchi hiyo. Alikuwa ni mtu kupambana vita. Nabiyullah Daudi alikuwa ni tajiri, alikuwa ni mkubwa katika nchi. Pamoja na ukubwa wake wote huo, basi kana yaamalu haddadan, alikuwa akifanya kazi ya kufua vyuma. Chuma akifanya nini? Akitengeneza silaha kwa ajili ya watu wake kupambana maadui. Wakada adhamahu Allah sinaata ad-dir'i min al-hadid, hakika Allah kamtukuza mtu huyo nabii wake kutokana na kutengeneza zile kanzu za chuma kwa ajili ya kujilinda na mapigo makali kutoka makafiri. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. نبي الله داود alikuwa hali isipokuwa kwa kazi ya mkono wake. Al-Imam Shankiti, mwanachuoni tafsiri wa zama hizi, katika kufasiri anamwambia mwanawe, sikupenda mimi kufasiri na kuandika vitabu. Lau kama ningepata hasa nafasi ningefanya kazi yoyote ya mkono ili nijiingizie kipato, huku mimi naandika, huku ninasomesha, lakini kuna kazi ya mkono naifanya. Al-Imam Shankiti, mwanachuoni mkubwa katika zama zetu hizi. Kwa hiyo Nabii Allah Daudi alikuwa akifanya kazi ya mkono wake, kufua vyuma, akitengeneza kanzu za vita. Qala Allah Ta'ala, ala nasibitisha kwa kusema walakad ataina Dauda minna fadla, na kwa hakika Daudi tumempa kutoka kwetu sisi fadhila nyingi sana, tukampa utume. Akawa anasema Nabii Allah Daudi, ya jibalu awibi ma huwa at-tayra, Allah akasema kuambia majabali, ya jibalu, enyi majabali, awibi ma huwa at-tayra, enyi majabali rejesheni tasbihi anazileta Daudi, na nyinyi zileteni vile vile tasbihi hizo. Wat-tayra, na enyi ndege rejesheni tasbihi anazileta Daudi, na nyinyi ndege leteni tasbihi hizo. Wa alanna lahu al-hadid, tukamlainishia chuma kwa ajili ya kutengeneza silaha Nabiullah Daud alayhi salam. Famin amali izzatun nafs, enyi watukufu, katika kufanya kazi ndio utukufu wa nafsi, wa karamatuha, na heshima yake mtu. Lianna al-amala huwa al-wasilatu, kwa sababu kufanya kazi ndiyo njia alati tahfadhu al-insani karamatahu, ambayo inamhifadhia mwanadamu ile heshima yake. Wataghniha ni sual, na inamtosheleza siombe kuombe watu. Wadhul, na inamzuilia kudhalilika mtu huyo. Wa fil amali, na katika kufanya kazi tahqiqu al-amn ijtimai, kuna uhakika wa kupatikana amani katika miji. Watu wengi wabaya, wezi, waporaji, watu wabaya wengi ukiwachunguza ni kwamba hawana kazi tu, wako mitaani hawana kazi. Wengi katika jenzini watu toka mitaani hawana kazi yoyote, basi yakija mafujo yoyote basi wako mbele watu wao, kwa sababu hawana kazi ya kufanya, au hawataki kufanya kazi watu wao. Watu wanasubiria ajira kutoka serikalini. Mtu anatakikana hangaike,
kitakazia ajira basi naam, lakini kama hakuna ajira yote basi ajiajiri mwenyewe. Fil amali tahqiqul amn, katika kufanya kazi kuna uhakika kupatikana amani alijtimai wal iktisadi, na kupatikana uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa ujumla katika nchi. Wa fihi tamiyatu mujtami, na katika kufanya kazi jamii inakuwa wazdihara, na inang'ara jamii. Wayubna mustakbalan, na jamii ya watu ambao wanafanya kazi wanatengeneza mustakbal wao mzuri wa mbele. Afdal al-umma, ya ubora katika huu. Qala Suleiman al-Farisi radhiyallahu anhu, Suleiman al-Farisi sahaba mtume Allah amesema, inni la uhibbu ana akula min kidiyati, mimi napenda kula kutokana na maumivu ya kazi yangu. Nipate fanye kazi niumie hivi nipate riziki, basi napenda sana kula riziki ambayo mkono wangu umeumia mimi. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, muktasibatun fiha ba'd ad-danaa, kufanya kazi kwa baadhi ya mapato madogo, khairun, ni bora zaidi min mas'alati an-nas, kuliko kuomba watu. Wa Hamad ibn Zaid qala li Ayyuba, alisema kunambia mimi Ayuba Sikhtiyani, alzim suqaka, ilazimishe na soko lako, fa innaka la tazalu kariman, hakika wewe unapokuwa sokoni hutoacha wewe kuwa ni mwenye kuheshimika, ala ikhwanika, juu ya ndugu zako, ma lam tahtaju ilaihim, mazal wewe huhitaji kwa wao, unahangaika kufanya kazi. Kwa hiyo kazi ni katika jambo ambalo ni bora sana kabisa, inamuinua mtu na inainua vile vile jamii. Allah tupe wepesi wa kufanya kazi, awajalie vijana wetu ambao hawana kazi waweze kujituma kufanya kazi mbalimbali, na wakifanya kazi wafanye kwa bidii ile kubwa sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.